السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, imma baada ya kumhimidia Allah tabaraka wa taala na kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya shukrani zangu za awali, nizirejeshe tena shukrani zangu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuniafikia kuweza kuhudhuria katika muhadhara huu. Kubwa zaidi ni kukujulisha ndugu mtazamaji juu ya tukio kubwa, tukio adhim, tukio la kihistoria ambalo tunakusudia bimashiati Allahi azza wa jalla kufanyika mapema tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2022. Tukio hili litafanyika jijini Mwanza, mjini kati, mtaa wa Unguja, maeneo ya Mbugani lilipohamia soko kuu, nyuma ya ofisi za BAKWATA mkoa. Naamini biidhnillahi alkarim wale watakaoshiriki katika tukio kubwa hili wanakwenda kuandika historia mpya katika maisha yao. Na kwa nini wasiandike historia mpya katika maisha yao, na ili hali tukio hili ni tukio la dua? Na tunaambiwa anna nabiy sallallahu alayhi wasallam bashara ar-rajula alladhi ulhima ad-du'a annahu min al-marhumin, ya kwamba amembashiria yule mtu ambaye amepewa ilhamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuomba dua, ya kuwa mtu huyo ni miongoni mwa watu waliorehmewa, ni miongoni mwa watu waliopata rehema zake Allah tabaraka wa Ta'ala. Kwa nini mtu kama huyo asiandike historia mpya katika maisha yake? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi anasema, man futiha minkum babu duai futihat lahu abwabu rahma, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba yoyote atakayefunguliwa miongoni mwenu mlango wa kuomba dua, yani akapewa ilhamu na Allah tabaraka wa taala ya kuomba dua, basi mtu huyo amefunguliwa milango ya rehma. Tena sio mlango wa rehma, amefunguliwa milango mingi ya rehma. Na ndio maana tunasema mji wa Mwanza utazizima na watu wanakwenda kuandika historia mpya katika maisha yao. Dua hii ni dua inayofahamika al-Qahariya wal-Qayyumiyya. Kwa nini imeitwa al-Qahariya wal-Qayyumiyya? Kwa sababu mushtaqatu min ismaillahi azza wa jalla, imezalishwa au imenyambuliwa dua hii kutokana na majina mawili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-Qaharu, al-Ghalibu. Lakini pia imenyambuliwa kutokana na majina mengine ya Allah, al-Hayyu, al-Qayyum. Ndio maana inaitwa duaul Qahariya wal Qayyumiyya. Dua hii itaambatana na ibada ya kuchinja, na kichinjo chenyewe itakuwa ni ngamia. Kwa nini usiandike historia mpya, dua ya mfano huu? Kwani dua yoyote inayoambatana na ibada ya kuchinja, majibu yake huwa ni haraka sana. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakujibu kabla ya kunyanyuka kutoka katika majlisi yako ya dua. Hili linathibitishwa na yeye mwenyewe Allah tabaraka wa ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani, fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Swali na uchinje kwa jina la Mola wako. Ukiswali na ukachinja kwa jina la Mola wako,
inna shani'aka huwa al-abtar. Jawabu lake, hakika adui yako ndiye atakayekatikiwa na kheri. Kwa hiyo tunaona hapa ya kuwa ibada ya kuchinja na ibada ya swala inaangamiza uadui. Uwe umesibiwa na uchawi, wamekusibu mashaitani, hasadi na vijicho vimetawala, wewe ukiswali na ukachinja kwa jina la Mola wako, basi jua yule adui yako ndiye atakayekatikiwa na kheri. Kwa hiyo ikiwa umefanyiwa uadui wa kichawi, uadui wa kishetani, hasadi pamoja na vijicho, kwa dua hii tunayokwenda kuifanya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2022 siku ya Jumapili, kuanzia majira ya saa 12 alfajiri hadi saa 7 mchana, inakwenda kuangamiza uadui, lakini pia inakwenda kumfanya adui yako awe ni mwenye kukatikiwa na kheri. Ndugu msikilizaji, tunaposema ibada inayoambatana na kichinjo, inayoambatana na swala, ni ibada muhimu sana. Tunayasema maneno haya kwa ushahidi kutoka ndani ya Qur'ani. Ndugu mtazamaji, nini unachotakiwa kujiandaa nacho? Kwanza ujiandikishe ili upatiwe kadi yako. Kujiandikisha, utajiandikisha kwa sadaka ya shilingi 10,000 tu, utapatiwa kadi. Mbali na kupatiwa kadi, utapewa karatasi 3. Karatasi hizi zina mchoro maalum, na mchoro wenyewe ni siri iliyojificha kwenye aya ya 18 katika suratul Kahfi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akiwazungumza ashabul kahfi, wale watu wa pangoni waliolazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala miaka kadhaa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, watahsabuhum ayqadha wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal. Ukiwatazama wale watu wa pangoni utadhani wako macho na ili hali wamelala, na tukiwageuza upande wa kulia na upande wa kushoto. Aya hii imeandikwa kitaalamu kwenye karatasi 3. Imeandikwa vipi kitaalamu? Aya hii inazo mimu 3. Mimu ya kwanza inapatikana katika neno watahsabuhum. Ile mimu iliyoko kwenye neno watahsabuhum imepewa tumbo kubwa. Katikati ya tumbo, mshiriki katika dua anatakiwa aandike matatizo yake. Kama ni maradhi ataweka hapo, kama ni ugumu wa biashara, ugumu wa mali, ugumu wa ndoa, lile linalomtaabisha ataliandika katikati ya mimu iliyoko katika neno watahsabuhum. Lakini pia kuna mimu iliyoko katika neno wanuqallibuhum. Pia mimu hii imepewa tumbo kubwa. Mshiriki katika dua anatakiwa pia aweke shida zake katikati ya ile mimu iliyoko katika neno wanuqallibuhum. Lakini kwenye aya hii kuna neno wa dhata shimal. Hili neno shimali pia lina mimu. Mimu hii iliyoko kwenye shimali nayo imepewa tumbo kubwa. Mshiriki wa dua anatakiwa aandike matatizo yako humo. Hakikisha unapokwenda kujiandikisha unapewa kadi na unapewa hizi karatasi 3. Zote utakuwa umejaza kwenye tumbo la mimu shida zako. Ukishapata kadi yako na karatasi 3, unangojea hiyo tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2022 siku ya Jumapili saa 12 alfajiri. Unatakiwa uje na kadi yako, pia uje na hizi karatasi zako katika eneo husika la dua pale mbugani. Ukishafika utakwenda mahala alipohifadhiwa mnyama ngamia. Ukishafika mahala ambapo amehifadhiwa mnyama ngamia, utachukua karatasi moja, utaikunja vizuri, utaifunga kwenye kitambaa cheupe, kisha utafunga kwenye mkono wako wa kulia karibia na bega lako kwenye huu mfupa panya. Huu unaitwa ni mfupa panya. Utafunga ile karatasi moja hapa. Kisha utamshika yule ngamia kwa mkono wako wa kulia. Utasoma dua. Utasema, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, ij'al hadha aljamal, mfanye ngamia huyu, fidaan li,
awe ni fidia kwangu mimi min jamii mashakili, kutokana na matatizo yangu yote. Na hapo utayazungumza yale matatizo uliyoyajaza kwenye hizi mim 3. Hata kama ni mrorongo wa matatizo, we sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tajiri wa kulipa, wala hahofii kwamba wewe umetaja shida nyingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuzikidhi hizo shida ni kitu kidogo sana. Lama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu anapolitaka jambo huliambia kuwa, kisha lile jambo linakuwa mara moja. Kwa hiyo utataja shida zako zote ukiwa umemshika yule mnyama ngamia, na ukimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma, Mwenyezi Mungu, ij'al hadha aljamal, ninakuomba umfanye ngamia huyu fida'un li min jami'i mashakili, awe ni fidia kwangu mimi kutokana na matatizo yangu yote. Utataja matatizo hayo, mwisho kabisa utasema fataqabbal minni innaka antas samiul alim, ninakuomba ewe Mola wangu nikubalie sadaka yangu hii ya kichinjo, hakika wewe ni msikivu uliye mjuzi. Kwa nini unamwambia Allah akukubalie sadaka ya kichinjo? Kwa sababu huyo ngamia umemchangia kwa kutoa sadaka ya shilingi 10,000, jambo ambalo ungeambiwa umnunue wewe peke yako usingeweza. Ukishamaliza kuomba dua, umemshika ngamia na umemwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amfanye awe ni fidia kwako, utakwenda katika uwanja wa dua. Unachotakiwa kukifanya pale utakapofika katika uwanja wa dua, zile karatasi 2 zilizobakia, moja utaikunja vizuri, utaweka kichwani kwako. Kama wewe ni mwanamke utaweka ndani ya ushungi, na kama wewe ni mwanamume utaweka ndani ya kofia yako. Kwa nini karatasi hii iliyoandikwa watahsabuhum aiqadan wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal inawekwa kichwani? Kwa sababu kichwani ndipo mahala ambapo kunapatikana aina 3 za ubongo. Kuna forebrain, kuna middle brain na kuna obolongata. Japokuwa obolongata ni ubongo unaoendelea mpaka katika central nervous system, lakini unaanzia kichwani. Na eneo la kichwani ni eneo nyeti sana. Mwanawachuoni Ahmad Abdi Salami Bali aliyetunga kitabu kinachoitwa Wiqayatul Insan min aljinni washaitan, anafafanua namna jini anavomvaa mwanadamu. Anasema indama yadkhulu aljinniyu fi jasad alinsiyi yatawajjahu mubasharatan ila almukhi. Jini anapoingia katika mwili wa mwanadamu, sehemu ya kwanza anayoelekea ni kwenye ubongo. Kwa nini? Kwa sababu katika ubongo kuna markazul basar, kuna kituo kinachotafsiri kuona. Ukimwona mtu anatazama na anapambanua vitu, kazi hiyo imefanywa kwenye ubongo. Lakini katika ubongo kuna markazul sam'i, kuna kituo kinachotafsiri kusikia. Ukimuona mtu yuwasikia na anapambanua sauti za vitu, basi kazi hiyo imefanyika kwenye ubongo. Lakini katika ubongo kuna markazul ahsas, kuna kituo kinachotafsiri hisia. Ukiona kazi za mwanadamu zinafanyika, basi tafsiri yake ni kutoka kwenye ubongo. Kwenye viungo hapa kuna stimulus ambayo hupokewa katika receptors, na pale kuna afferent ambayo inafanya transmission of nerve impulses to the brain for interpretation. Interpretation inafanyika kwenye ubongo na ujumbe unarejeshwa, ndipo pale kazi za mwanadamu katika mwili zinaendelea. Kwa hiyo kichwani ni mahala muhimu sana, na ndio maana karatasi moja itawekwa kichwani, kwa sababu ndilo sehemu ambalo mashambulizi huwa yanaelekezwa. Lakini pia karatasi nyingine itawekwa tumboni. Kwenye ngozi hii iliyofunika tumbo pana vitu muhimu sana. Ini linapatikana hapo, figo zinapatikana hapo, kongosho zinapatikana humo, utumbo mdogo na mkubwa unapatikana humo. Vitu vingi muhimu vinapatikana tumboni. Hata ule uchawi ambao tunaita sihrul maakul au al-mashrub, uchawi wa kulishwa, uchawi wa kunyweshwa, kwanza huwa unafikia tumboni, kisha baadaye ndio unaingia katika majra dami, katika zile njia za damu. Kwa hiyo kichwani na tumboni ni sehemu ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo karatasi moja utaifunga vizuri hapo tumboni.
dua yetu itatanguliwa na rakaataini sunnatil haja. Tutaswali rakaa 2 tukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie hilo tunalokwenda kulifanya. Na swala ina mchango mkubwa sana kumfanya mtu apate ushindi. Ndiyo maana nikatanguliza ile aya iliyoko katika suratul Kauthar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fasalli li rabbika wanhar, swali na uchinje kwa jina la Mola wako, inna shani'aka huwal abtar, hakika swala na kuchinja kutamfanya adui yako akatikiwe na kheri. Unapotaka ushindi katika jambo lolote, basi jitahidi sana kuswali. Kama unatekeleza sala za faradhi, basi pia unapokuwa na shida, una dua yako ataka kuomba, itanguliwe na rakaa 2 sunnatil haja. Na ndio maana tutaswali rakaa 2 kabla ya kuingia katika dua yenyewe al-qaharia wal-qayyumia. Na hapo tutakuwa tumepata vitu viwili. Tutakuwa tumejikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada ya kuchinja, lakini pia tutakuwa tumejikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada ya swala. Bwana mmoja anaitwa Salahul Ayyubi, alikuwa ni mpambanaji sana kuhakikisha Baitul Maqdis inarudi mikononi mwa Waislamu. Kama kesho anaingia vitani, alikuwa anazunguka kukagua yale mahema ya wale washiriki wa vita. Akipita kwenye hema akawakuta watu wanaswali, alikuwa akitamka maneno haya: min huna ta'atil izza, ushindi wa kesho tutaupata kupitia watu hawa, kwa sababu wamesimama wanaswali wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini anapolipitia lile hema la wale watu wasioswali, wamelala wanakoroma, alikuwa akisema min huna ta'atil hazima, kama kesho tutashindwa vita, basi sababu ya kushindwa vita itakuwa ni hawa, kwa sababu wamelala, hawana habari ya kunyanyuka na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, swali na uchinje kwa jina la Mola wako, hakika adui yako ndiye atakayekatikiwa na kheri. Ukitaka kumteza nguvu adui yako, ukitaka upate ushindi dhidi ya maadui, na unapotaka kuangamiza uadui, dua nzuri ni ile inayotanguliwa na swala, ni ile inayoambatana na kichinjo. Na dua yetu hii ya ngamia imepata vigezo vyote hivyo. Baada ya kuswali rakaa 2, kitakachofuatia hapo, na kabla sijaendelea nikumbushe tu kwamba kuna ndugu zetu ambao sio Waislamu, wao hawatoswali, bali watakabidhiwa karatasi maalum yenye maneno maalumu. Wakati wenzao wanaswali rakaa 2, wao watakuwa wakiyazungumza maneno hayo. Lakini pia wako kina mama ambao hawana udhu, wako katika siku zao, wao hawatoswali, bali pia na wao watakabidhiwa maneno ambayo watakuwa wakiyatamka, watakuwa wameshiriki pamoja na sisi katika ibada ya swala. Kisha baada ya hapo tutaleta istighfari mara 100. Kwa nini tunaleta istighfari mara 100? Tuna ushahidi juu ya hili. Dua yoyote inayotanguliwa na istighfari, majibu yake huwa ni ya haraka sana. Rejea katika hadithi alladhi akhrajahu al-Imam al-Qurtubi, hadithi ambayo ameipokea Imam Qurtubi kutoka kwa Ibn Subaihi. Ibn Subaihi anahadithia, anasema shaka rajulu ila al-Hasan al-Basri, kuna mtu mmoja aliwahi kushtakia matatizo kwa Hasan al-Basri. Aliposhtakia matatizo kwa Hasan al-Basri, unadhani Hasan al-Basri alimwambia nini? Alimwambia istaghfirillah, nenda ukamuombe msamaha Mwenyezi Mungu. Huyu bwana akaondoka zake. Washaka akhar ilayhi al-faqra, muda kidogo akaja mtu mwingine akashtakia umaskini, kwamba mimi ni maskini sana, kula yangu ni ya shida, vaa yangu ni ya shida, hata ninapopatwa na maradhi kujitibia ni shida, sina pesa. Kashtakia umaskini. Faqala lahu astaghfirillah, Hasan al-Basri akamwambia nenda ukalete istighfari, kamuombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule bwana akaondoka zake. Muda kidogo akaja mtu mwingine, waqala lahu, akamwambia ud'u Allah an yarzuqani waladan, Hasan nakuomba uniombee kwa Mwenyezi Mungu
aniruzuku mtoto, mimi ni tasa, mimi sizai. Unadhani Hasan al-Basri alimjibu nini? Alikuwa hana jibu jingine, bali alimwambia istaghfirillah, nenda ukalete istighfari, nenda ukamtake msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muda kidogo akaja mwingine, washaka ilaihi jafafa bustanihi, akashtakia Hasan, ya Hasan, mimi nimelima bustani, hivi sasa mimea inakufa kwa sababu ya ukame, mvua hazinyeshi, ninataka uniombee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alete mvua ili bustani yangu ipate kupona. Hasan al-Basri akamwambia, nenda ukalete istighfari, muombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu Rabi'i ibn Subayh ikabidi amuulize Hasan al-Basri, akamwambia, ataka rijal yashukuna anwa'a au yashkuna anwa'a fa amartahum kullahum bil istighfari, wamekuijia watu tofauti tofauti na wamekushtakia matatizo yanayotofautiana, lakini wewe wote umewaambia walete istighfari. Kwa nini huyu usimwambie asome hiki na huyu asome hiki? Matatizo yanatofautiana, kila alokushtakia tatizo mwambie aende akalete istighfari. Hasan al-Basri akamjibu akamwambia, ma qultu min indi shay'a, kila nilichokisema hakitokani na mimi, hakuna hata kimoja kinachotokana na mimi, hayo ni maelekezo yaliyomo ndani ya Qur'ani. Hivi unadhani watu wa Nuhu walipoaswi, watu wa Nuhu walipofanya ufisadi, nini alichowaambia Nabiullah Nuhu? Ni maneno yamo ndani ya Qur'ani. Aliwaambia, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, muombeni maghfira, muombeni msamaha Mola wenu, hakika Mola wenu ni mwingi wa kusamehe. Mkimuomba msamaha, jawabu mtakalolipata, yursilis samaa alaykum midrara, atakuleteeni mvua kwa wingi, wayumdidukum bi amwalin wa banin, na atakupeni mali na watoto, wayaj'al lakum jannatun wa anhar, na atakujalieni mito na mabustani. Kwa hiyo istighfari inaondosha umaskini, istighfari inaondosha utasa, istighfari inaleta mvua, istighfari inaondosha umaskini, istighfari inaondosha matatizo chungu mzima. Kwa hiyo dua yetu al-Qahariya wal-Qayyumiyya inayoambatana na ibada ya kichinjo cha ngamia inayokwenda kufanyika tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2022 hapa jijini Mwanza, maeneo ya Mbugani, soko jipya, nyuma ya ofisi za BAKWATA mkoa, kuanzia majira saa 12 hadi saa 7 mchana, itaambatana na istighfari 100. Lakini baada ya kuleta istighfari 100, tutamtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tutafanya hivyo mara 100. Wala shakka fi anna salata ala nabi, na wala hakuna shaka wala wasiwasi, swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam min ahabbil a'mali, ni miongoni mwa matendo yanayopendeza mno, allati yataqarrabu biha almuslimu ila Allah wa rasulihi, ni matendo ambayo anatakiwa kujikurubisha nayo mtu kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Unapotaka kujikurubisha kwa Allah na mtume ili uweze kufanikiwa majambo yako, jikurubishe kwa kuleta salatu ala nabi, haithu tanfaku biha al-uqad, kwa namna ambavyo swala ya mtume ni sababu kubwa ya mtu kufungukiwa na mafundo ya kichawi. Yani mafundo ya kichawi hufunguka kwa swala ya mtume. Watukudha biha alhajat, shida zinakidhiwa kwa swala ya mtume. Wayanfariju biha sadrul muslim, na kifua cha mtu kinakunjuka kwa sababu ya swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio maana hatutoisahau swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika dua yetu inayofahamika al-Qahariya wal-Qayyumiyya. Maana ya al-Qahariya, tutamuita Allah kwa jina lake ya Ghalibu ya Qaharu, na maana ya Qayyumiyya tutamuita Mwenyezi Mungu, yani al-Hayyu al-Qayyumiyya, tutamuita Allah kwa majina yake ya Hayyu ya Qayyum. Kwa hiyo ukisikia al-Qahariya wal-Qayyumiyya, maana yake ya Ghalibu ya Qaharu, maana yake ya Hayyu ya Qayyum. Na dua hii ni kubwa, ina peji 22, kwa sababu ni dua ambayo imezalishwa kutokana na majina haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Tutakapomaliza swala ya mtume mara 100 tutaelekea upande wa mashariki. Upande wa mashariki tutasema ya ghalibu ya qaharu mara 100. Kisha tutasema ya hayu ya qayyumu mara 100, tukiwa na lengo la kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondolee mabaya yote yaliyotusibu yakitokea upande wa mashariki. Lakini pia tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kheri zote zilizoko upande wa mashariki. Kheri katika mali, kheri katika biashara, kheri katika ndoa, kheri katika kazi. Na utayaona majina yenyewe ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ghalib, mwenye kushinda, tunamtaka Allah atupe ushindi. Ya Qaharu, mwenye kuteza nguvu, tunataka Allah awateze nguvu maadui zetu na uadui uliotusibu katika mili yetu na maisha yetu kwa ujumla. Tukimaliza tutageukia upande wa magharibi. Tutasema hivyo hivyo ya Ghalibu ya Qaharu mara 100, ya Hayu ya Qayyumu mara 100. Tukimaliza tutaelekea kusini kaskazini, yani pande zote za dunia tutafanya hivyo, tukimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuondolee zile shari au yale mabaya yalotusibu yakitokea upande huo, lakini atupe kheri zilizoko upande huo. Dua hii itaendeshwa kwa maarifa makubwa na kwa experience kubwa, na sisi tumepata ijaza ya dua hii kutoka kwa mwanachuoni mkubwa wa Yemen anaitwa Abdul Qadir al-Mu'tazi. Mimi nimepewa ijaza ya dua hii, na mara yangu ya kwanza kuifanya dua hii nimeifanya katika mji wa Abu Dhabi, katika nchi za falme za Kiarabu, katika eneo linaloitwa Bani Yasi, kwenye uwanja unaoitwa Nadi Bani Yasi. Dua hii ilihudhuriwa na Royal Family na ilitoa majibu ya haraka sana, na ndio iliniwezesha mimi kuishi maisha ya faraja mpaka siku hii ya leo. Ni dua mujarabu sana, ni dua muadabu sana, ni dua munadhamu sana, sio dua ya kukosa. Unashiriki vipi katika dua hii? Ni kujiandikisha tu kwa sadaka ya shilingi 10,000, utapatiwa kadi yako. Mbali na kupatiwa kadi, utapewa zile karatasi 3. Moja utaifunga kwenye mkono wako wa kulia, na huu mkono ndio utakaotumika kumshika ngamia na kusoma dua. Lakini pia karatasi nyingine utaiweka kichwani, na karatasi nyingine utaiweka hapa tumboni, na nimeelezea kwa nini unaweka kichwani na kwa nini unaweka tumboni. Unaweza kushiriki katika dua hii ukiwa hata nje ya nchi ya Tanzania. Muhimu, unaweza ukawasiliana na sisi kwa namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni ile ambayo itakuwa inapita katika screen yako. Unaweza ukawasiliana na mimi, shekhe, naomba nishiriki katika dua hiyo ya ngamia. Tunao watu takriban 100 watakao kuwakilisha wewe kuchukua karatasi hizo na kumshika yule ngamia na kunuia kwa jina lako wewe. Lakini tunao pia watu watakao swali rakaa 2 kwa ajili yako wewe, na tunao watu watakaoitikia dua kwa ajili yako wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona mahala popote ulipo. Dua hii sio ya kukosa. Unaweza kushiriki hata ukiwa nje ya nchi. Ndugu mtazamaji, dua hii inafanyika lini? Tunarudia ili watu wapate kujua, waweze kufanya maandalizi mapema, kwa sababu nafasi pia ziko chache sana. Tutafanya mapema tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2022. Itakuwa siku ya Jumapili, kuanzia majira ya saa 12 alfajiri mpaka saa 7 mchana, na tutakuwa live kupitia ZVP na kupitia Abu Jadawi Online TV, pia kupitia Zainab Online TV. Unaweza ukashiriki huko uliko na ukaona matukio yote yanavyokwenda. Baada ya dua usiondoke, kwa sababu kutapatikana nyama ya ngamia ambayo itakuwa imewekwa kwenye package maalum. Na hii sio nyama ya kawaida, bali ni nyama dawa. Ngamia peke yake nyama yake ni dawa, lakini inapofanywa kisomo pia ni dawa mara 2. Baada ya kuwa tumesema maneno ya Allah ya Ghalibu, ya Qaharu, na tumeelekea katika pande zote za dunia, nini kinachokwenda kufanyika? Ni dua yenyewe sasa tutaanza kuisoma. Na hapa mimi nitakuonjesha kwa mukhtasari tu, kwa sababu dua hii ni ndefu, hatuwezi kuisoma yote. Lakini inaanza kwa kusema Allahumma inni as'aluka bihaqqi ismika ya Ghalibu ya Qaharu.
Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninakuomba wewe kwa haki ya jina lako, mwenye kushinda, mwenye kuteza nguvu, alladhi qaharta bihi jamia khalqika, jina ambalo umewatezea nguvu kwalo viumbe wako wote. Wa as'aluka bihaqi ismika ya hayyu ya qayyum, na ninakuomba kwa haki ya jina lako, ewe uliye hai, ewe ambaye ni msimamizi. Anta qayyumu samawati wal ardi, wewe ni msimamizi wa mbingu na ardhi, wa jamia ma fiha, na ni msimamizi wa vyote vilivyomo ndani yake. Nas'aluka bijudi minka, tunakuomba kwa ukarimu unaotokana na wewe. Ya man idha qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ewe ambaye unapolitaka jambo liwe au unapotaka kulihukumu jambo, huwa unaliambia jambo kuwa, kisha lile jambo linakuwa mara moja. Kwa mukhtasari, dua inaanza hivi, lakini inazo peji 22. Mwenyezi Mungu akuwafikishe. Jiandae katika dua hii ya ngamia. Dua hii si ya kukosa, utakosa mambo mengi. Na kwa bahati mbaya, hakuna silaha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia mwanadamu kama silaha ya dua. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ad-du'a yanfa'u mimma nazala, dua ina uwezo mkubwa kuondosha lile balaa ambalo tayari limekwisha kushukia. Na mimi naamini tumeshukiwa na mabalaa mengi tu. Wengi wamerogwa, wengi wametupiwa mashetani, wengi wana nuksi, wengi wana vifungo, wengi wamehusudiwa, pia wamedhuriwa kwa macho. Ni balaa ambalo tayari limekwisha shuka. Ad-du'a yanfa'u mimma nazala, dua ina uwezo mkubwa wa kuliondosha lile balaa ambalo tayari limekwisha shuka. Lakini Mtume anasema, wa mimma lam yanzil, lakini dua ina uwezo wa kuliondosha lile balaa ambalo halijashuka. Njoo uliondoshe lile balaa na kulizuia ambalo halijashuka kupitia duaul qaharia wal qayyumia inayoambatana na kichinjo cha ngamia. Dua shabaha yake yusibu wala yukhti. Mtume anasema inarenga na wala haikosei. Muhimu uwe na yakini, uwe na ikhlas. Yakini ndio itakayokusaidia. Ikhlasi kwamba unamuelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maombi hayo, ndio itakayokusaidia kujinasua kutoka katika dimbwi la matatizo na kuyaweka mambo yako kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Narudia tena kusema, unahitaji kujiandikisha. Njoo Mwanza mjini, mtaa wa Unguja, maeneo ya Mbugani, soko jipya, kwenye majengo ya BAKWATA mkoa. Utatoa sadaka yako ya shilingi 10,000, utapatiwa kadi yako na karatasi 3. Lakini mbali na kupatiwa zile karatasi 3, utapewa maelekezo kujaza shida zako kwenye zile mimu 3. Lakini wewe ambaye unakaa nje ya nchi, unaweza kuwasiliana na sisi kwa namba zinazopita hapo katika skrini yako. Ukiwasiliana na sisi kwa WhatsApp, tutakupa maelekezo namna ya kushiriki katika dua kubwa hii. Una tatizo la maradhi, shiriki katika dua hili. Una tatizo la nuksi, jitahidi ushiriki katika dua ya ngamia. Una vifungo ambavyo vimetawala kwenye mali, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kazi na mambo chungu mzima, jitahidi ushiriki katika dua hii ya ngamia. Una tatizo katika ndoa yako, labda pengine ni binti au ni kijana, huolewi au kuoa, shiriki katika dua hii ya ngamia. Labda umeolewa lakini kila siku nyumba yako ni shida, ni matatizo, ni kufukuzwa, ni kupigwa, mume anakuona huna thamani au mke anakuona hauna thamani, shiriki katika dua hii ya kichinjo cha ngamia. Unaweza ukashiriki mahala popote ulipo. Tumuombe Allah azidi kutuengaenga na kutujalia na kutupa taufiki na umri ili tuweze kufikia katika siku hiyo ya dua ya ngamia. Atuwafikishe kwa haya yote, kwani yeye ndiye almuwafiqu lisawabi walhadi ila sabili rashad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.